Serikali ya Peru imetangaza hali ya hatari katika mji mkuu Lima kufuatia maandamano makubwa ya vijana wa kizazi cha Gen Z yaliyosababisha kifo cha kijana mmoja na kuongezeka kwa machafuko ya kisiasa. Rais mpya wa Peru, José Jerry, amekataa kujiuzulu licha ya wito wa maandamano unaoongezeka baada ya kuuawa kwa Eduardo Ruiz, mwanamuziki wa hip hop mwenye umri wa miaka 32 aliyepigwa risasi wakati wa maandamano siku ya Jumatano. Mkuu wa polisi Jenerali Oscar Arreola amesema kwamba askari mmoja aitwaye Luis Magdalenes ndiye anayetuhumiwa kufyatua risasi hiyo. Alikamatwa na kufukuzwa kazi na kwa sasa anapatiwa matibabu baada ya kushambuliwa na umati wa watu. Kifo cha Ruiz kilitokea wakati maandamano yaliyodumu kwa mwezi mzima yakipinga hali mbaya ya uchumi, ukosefu wa ajira na rushwa yakifikia kilele kwa kuondolewa madarakani kwa rais wa zamani Dina Boluarte wiki iliyopita. Siku ya Jumatano, maelfu ya waandamanaji walijitokeza katika miji mbalimbali ya Peru, wengi wakipambana na polisi nje ya bunge mjini Lima, wakimtaka Rais Jerry, ambaye ni rais wa 7 ndani ya kipindi cha chini ya miaka 10, naye ajiuzulu. Wajibu wangu ni kulinda utulivu wa taifa. Hilo ndilo jukumu langu na ahadi yangu, alisema Rais Jerry alipoongea na vyombo vya habari baada ya kutembelea bunge, akisema ataomba mamlaka zaidi ya kupambana na uhalifu. Kupitia mtandao wa X, zamani Twitter, Jerry alionyesha masikitiko yake juu ya kifo cha Ruiz na kuahidi uchunguzi wa haki, akidai vurugu hizo zilichochewa na wahalifu waliopenya kwenye maandamano ya amani ili kusababisha machafuko. Sheria itachukua mkondo wake kwa wote waliohusika, aliandika Jerry. Mwandishi wa habari wa Al Jazeera Mariana Sanchez ameripoti kutoka Lima kwamba kifo cha Ruiz kimeongeza hasira miongoni mwa wananchi waliokata tamaa na rushwa na ukosefu wa usalama nchini humo. Alikuwa amekaa tu na marafiki zake kwa amani. Bahati mbaya risasi ilimpiga kifuani. Tunataka haki kwa ajili yake, alisema mwanaharakati Milagros Samilan. Ofisi ya mwendesha mashtaka imesema inaendesha uchunguzi wa kina kuhusu tukio hilo, ikiwa ni pamoja na kukusanya ushahidi wa video na risasi katika eneo la tukio. Waziri mpya wa mambo ya ndani Vicente Burico amesema polisi 89 na raia 22 walijeruhiwa katika maandamano hayo, huku watu 11 wakikamatwa. Kwa ufupi, Peru iko katika hali tete ya kisiasa baada ya kifo cha kijana huyo aliyeuawa, na rais mpya José Jerry anakataa kujiuzulu, huku hali ya hatari ikitangazwa katika miji mbalimbali ya taifa hilo ikiwemo mji mkuu Lima.